kuhusu matamshi yake anayosema ni ya uchochezi na ya kuleta mgawanyiko nchini. Murkomen akimkashifu Gachagua kwa kuwataja kama wasaliti viongozi wa Mlima Kenya wanaounga mkono serikali. Murkomen sasa akisema amewaagiza maofisa wa usalama kufuatilia kwa karibu matamshi ya Gachagua na kumchukulia hatua za kisheria. Ilikuwa zamu ya wakazi wa Othaya kukutana na kinara wa DCP Rigathi Gachagua kwa mashauri. Hapa Gachagua akiweka wazi ajenda yake. Tuko hapa tupangane wasaliti wa jamii yetu, wale wanauza jamii yetu kwa William Ruto, tutawafagia namna gani waende nyumbani? Hakukomea hapo. Gachagua alimshtumu Rais William Ruto na kudai kwamba alikuwa akitumia baadhi ya viongozi wa Mlima Kenya kuleta ghasia. Mambo ya guns ile unaleta ukitumia kijana yako anaitwa Murkomen hapa mlimani imefanya hii watu wakuchukie zaidi vile walikuwa wanakuchukia. Na nikwambie utajua hii watu wamekuchukia mwaka ujao. Matamshi ambayo waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ameyakashifu na kusema chuma cha Gachagua kimotoni. Kupitia taarifa kwenye mtandao wa X, Murkomen amesema ameagiza maafisa wa usalama kufuatilia kwa karibu matamshi ya Gachagua anayodai ni ya uchochezi kwa nia ya kumchukulia hatua za kisheria. Murkomen anasema wanalenga kuhakikisha matamshi yake hayahatarishi maisha ya yeyote na usalama wa kitaifa. Waziri huyo akidai mauaji ya Rachel Wandeto yalitokana na matamshi ya Gachagua dhidi ya wale wanaounga mkono serikali kutoka Mlima Kenya. Waziri Murkomen amesisitiza Kenya itasalia imara mbali na kuendelea mbele kama taifa lisilo na migawanyiko. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.